Ni wewe pekee ndio unanihitaji zaidi kuliko ninapokuhitaji. Maya, wewe utakuja nielewa mimi. Nachokisema hapa ni kwamba malaika ametoka hapa. Okay. Numbers. Tukizidi kuendelea na mwendelezo wetu pendwa kabisa wa tamthilia yetu muruha kabisa ambayo inafahamika kwa jina la Chess. Tamthilia inazidi kubamba vibaya mno. Kevi haamini kinachotokea mpaka sasa. Wengi tuliamini kwamba huenda mwanadada Malaika akarudisha moyo nyuma ili aweze kumpenda upya Kevi, lakini kutokana na ugumu wa maisha, Kelvin anamkosa mrembo mzuri aitwaye Malaika. Malaika amepeleka moyo kwa mtaalamu mwingine kabisa, mwenye jiwe, yani mwenye pesa nyingi. Sasa upendo wote wa mwanadada Malaika umehamia kwa mtu mzima ambaye anaitwa Kenny. Kenny anatokea katika familia ya kitajiri, familia ya kishua kweli kweli. Kwa lugha nyingine, wale watoto wa mjini wanasema mbuga saba. Sijajua kwamba Kenny kweli anampenda Malaika au anataka kumchezea tu. Malaika yupo kuenjoy na kula bata na mtaalamu wa kuitwa Kenny. Malaika anadai kwamba baby, sio kila siku nakuja nyumbani na mimi naomba nije kwenu. Yaani, shaanza kujibebisha. Chezea fursa wewe. Sasa mwanadada wa kuitwa Malaika anamwambia Kenny, baba, naomba hata mimi siku moja nije kwenu. Wazazi wako watujue. Kenny akamwambia usiwe na hofu. Ipo siku nitakupeleka. Wakati Kenny yupo kwenye wimbi kubwa na la upendo la mwanadada kuitwa Malaika, lakini huku upande wa pili mwanadada Ravnes ameanza kufall in love kwa mtaalamu kuitwa Kevi. Sijui Kevi atamkubali au hatamkubali, kwa sababu moyo wa Kevi upo kwa mwanadada kuitwa Malaika na Malaika moyo wake upo kwa mtaalamu kuitwa Kenny. Sasa huku mwanadada Ravnes amekutana na mtaalamu wa kuitwa Kevi kwa mara ya pili tena. Mwanadada anamwambia kwamba kaka, kama nakukumbuka hivi, uliwahi nisaidia gari langu liliharibika, ulinitengenezea. Kevi akasema nimekukumbuka, na tunakumbuka kwamba kazi ya Kevi ni fundi gereji. Lakini kwa sasa Kevin hana kazi tena kwa sababu rafiki yake amemuingiza makusudi kwenye kesi ya wizi. Yaani rafiki yake ameiba box la spana. Mwisho wa siku akamwambia nimemkabidhi Kevi. Kevi kufika kazini, bosi akawafukuza wote, akamwambia nyinyi ni wezi. Kwa hiyo Kevi hakuhusika, lakini rafiki yake ameamua kuchoma kibanda. Hii hali ipo hata kwenye maisha ya kawaida. Unaweza kitu usikifanye lakini ukahusishwa. Hata pia katika maisha ya kawaida kuna watu wapo gerezani kwa sababu ya hii mambo. Yaani kesi sio ya kwako lakini wamekupa kesi na unaozea jela. Sasa Kevi leo hana kazi. Sasa mwanadada wa kuitwa Loveness amwambia kaka, naomba unipe hata namba yako, lakini pia naomba nikupatie hata pesa kwa sababu ulinisaidia sana siku ile. Kevin hawezi amini, akamwambia binadamu tumefundishwa upendo, binadamu tumefundishwa kuthaminiana. Ule ni msaada tu ambao nilikupatia, lakini sihitaji malipo kutoka kwako. Akaambia okay sawa, hamna shida, lakini kwa nini usipokee? Kevin akagoma kata kupokea msaada. Lakini unakumbuka kwamba maisha ya Kevin ni magumu, kazi hana, lakini bado alisimama na wanaume wake, alisimama na ushababi wake. Kelvin aligoma katu. Hiyo iliongeza credit au iliongeza asilimia kubwa za upendo kwa mwanadada kuitwa Ravnes, kusema kwamba huyu ndiye mwanaume ambaye nilikuwa namtafuta. Kevin akaondoka, lakini bado Kevin babake anamsumbua kutokana na kila siku kuwa mlevi wa kupindukia. Babake anakunywa vibaya mno. Mwisho wa siku babake anamdhalilisha hata mtaani. Babake amepoteza sifa ya kuitwa baba. Babake hata mtoto wa miaka 5 anamdharau kutokana na mambo ambayo ameendekeza, mambo ya ulevi. Sasa leo babake Kevin amepigwa huko alikokuwa kilabuni kwenye mataptapu. Nikisema mataptapu ni pombe za kienyeji. Yaani babake amepigwa atamaniki. Sasa Kelvin anampokea babake akiwa mbeba kwenye mkokoteni, yaani toroli la kubebea ndizi, la kubebea mkaa. Sasa babake amembeba humo
misiri ya mzigo. Hakika Kevin anapitia kipindi kigumu sana. Mapenzi yanamchanganya, lakini hali ngumu ya kimaisha yanamchanganya. Sasa Kelvin anamhudumia babake, lakini pia amepoteza kazi, amepoteza mwanamke anayempenda. Kevin anapitia maisha magumu kweli kweli. Lakini nikukumbushe siri moja ambayo ipo hapa. Huyu jamaa wa kuitwa Kenny anatokea katika familia ya kitajiri. Lakini huyu Kenny dada yake anaitwa Loveness. Na katika familia ya kina Kenny kuna watoto wawili tu. Lakini katika familia ya kina Kenny hiyo hiyo, babake Kenny anadai kwamba kuna mtoto wake alishazaaga, yani babake alishazaaga kipindi kilichopita. Mtoto wake yupo huko kijijini, ila haieleweki yupo wapi. Na babake Kenny alimtuma Kenny aende kijijini huko kumtafuta, lakini Kenny kutokana na kuwa na uwivu wa hali ya juu, huenda akimpata huyo mtoto wa babake, mali zitagawana kwa watu wengi. Kwa hiyo anataka mali zigawane kwa yeye pamoja na mdogo wake wa kike ambaye anaitwa Loveness. Kwa Kenny majibu ambayo alienda kumwambia babake ni kwamba sijakutana na huyo mtoto, wala sijakutana na huyo mtu ambaye ulinielekeza niende kumfuata kijijini. Lakini nyumba ambayo alikuwa anaishi, ambayo ulinielekeza, nyumba imebomoka, haipo tena. Hiyo ni roho mbaya na chuki kwa mtaalamu wa kuitwa Kenny. Pengine wewe unahisi ni nani ambaye anaweza akawa ni mtoto wa tatu wa babake Kenny? Huenda akawa mtaalamu wa kuitwa Kevin, au huenda akawa mtaalamu wa kuitwa Chichi, au huenda akawa mtaalamu wa kuitwa Raymond, yule ambaye ni msanii, lakini pia yule ambaye alikuwa ni ex wa mwanadada wa kuitwa Loveness. Ni kipi ambacho kitaendelea katika episode inayokuja? Dondosha maoni yako. Mtoto wa yule baba tajiri katika familia kina Kenny ni nani? Endelea kutufuatilia kupitia hapa Swahili Top, lakini pia kupitia Donda TV kukuletea tamthilia nzuri na pendwa kama hii. Ni wapi ambapo tumekugusa, ni wapi ambapo tumekutachi vizuri. Mimi ni Watiki Classic, Talented Master Gene. Hadi wakati mwingine, lakini kikubwa usisahau kusubscribe, lakini pia kutufollow. Hadi wakati mwingine, bye bye.